Yes, tunaposema Al Ahly wanafungika licha ya kwamba wao ndio wababe zaidi kwa mujibu wa viwango vya ubora barani Afrika vinavyosimamiwa na CAF, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika. Al Ahly ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika. Al Ahly ndio klabu yenye rekodi ya kutoa mara nyingi zaidi taji la ligi ya mabingwa barani Afrika. Wametoa mara 12. Timu zinazoifuatia ni kama TP Mazembe mara 5, Esperance de Tunis mara 4. Ni wazoefu. Yani taji hili la ligi ya mabingwa barani Afrika wanajiona kana kwamba wao ndo wanaolimiliki. Sasa Al Ahly wapo katika kundi B pamoja na Yanga ya Tanzania, JS Kabylie ya Algeria, FAR Rabat ya Morocco. Sasa Yanga ili kufanikisha mipango yake ya kufuzu kutoka kwenye kundi hili kwa vyovyote vile lazima iwe na mpango kazi wa kuhakikisha wanavuna pointi kutoka kwa Al Ahly. Imma fa imma. Maana ni wakubwa ndio, lakini ndio wapo kwenye kundi lao. Utapata wapi pointi kama sio kuwafikiria Al Ahly juu ya ubora wao uweze kuadhibiti na udhaifu wao kuweza kutumia upate pointi. Sasa tulishazungumza kwa kiasi fulani, hapa tunakwenda kuonyesha kwa mpango kazi wa kocha Jes Torup, raia wa Denmark, ambaye hivi sasa ndiye anayeongoza Al Ahly baada ya kutoa kijiti kutoka kwa kocha Ribeiro aliyekuwa akiongoza hapo kabla. Tulishasema iko hivi, Al Ahly chini ya kocha Jes Torup, mpango kazi wake baada ya golikipa huanza mara kwa mara na walinzi wa 4, kiungo mmoja, viungo wa 4, mshambuliaji kinara mmoja, ambapo kwenye kucheza kwake licha kwamba inaonekana ni 4-1-4-1, yeye mara nyingi wachezaji wake takribani 8 huwa katika nusu ya pili ya uwanja, akihakikisha kwamba mpinzani asipate nafasi ya kuanzisha mashambulizi, lakini pia akijiongezea uwezo wa kufunga kwa sababu anakuwa karibu zaidi na lango la wapinzani. Na katika dakika zote 90 za mchezo akihakikisha wapinzani wanatumia muda mwingi katika kujilinda badala ya kutengeneza mpango kazi wa kwenda kuadhuru. Ndio mbinu zake. Lakini sio hilo tu. Kwa kufanya hivyo, maana yake anawafanya nyinyi muwe na fursa chache za kuwafunga. Lakini kinachotokea mpaka sasa katika ligi kuu ya Misri, Al Ahly wakiwa wameshacheza mechi 12, inaonyesha kwamba kuna faida na hasara ya mifumo hii ya kocha Jes Torup, ambaye yeye kwa kiasi kikubwa anaendeleza kile ambacho kiliachwa na Jose Ribeiro aliyekuwa akiongoza Al Ahly, kocha wa zamani wa Orlando Pirates, ambaye naye cheza yake huwa wanacheza zaidi katika nusu ya pili ya uwanja, wanacheza kwa kasi, wanakuwa na idadi kubwa ya wachezaji wao kwenye nusu ya pili ya uwanja na wanamiliki zaidi mpira. Jose Torup hivi sasa kwa wastani anamiliki mpira kwa 64% possession katika ligi kuu ya Misri. Lakini kwenye mechi hizi 12 mpaka sasa katika ligi kuu ya Misri, ambayo utaratibu wake hivi sasa ikiwa na jumla ya timu 21, timu 7 za juu ndizo ambazo zinakwenda kucheza playoff ya kupata bingwa, alafu timu 14 za chini zinacheza playoff kwa ajili ya kupata timu zinazoteremka daraja. Kwenye mechi hizi 12 walizocheza wameshinda mechi 6, yes, lakini wametoa sare mechi 5, halafu wamepoteza mechi 1. Utaona kwa ujumla wamevuna pointi 23 kati ya pointi 36 walizopaswa kuwa nazo. Utaona ufanisi wake ni around 64% ya performance. Sasa Torup kwa mpango kazi wake huu nini hufanya? Ni kwamba kama nilivyotoka kueleza awali, wachezaji wake anapowapanga katika mfumo wa 4-1-4-1 baada ya golikipa huwa una mislead, kwa sababu huwa na idadi kubwa zaidi kwenye nusu ya pili ya uwanja, kiasi ya kwamba unaona formation hii kwenye makaratasi haiendani na uhalisia kwa kile tunaita average position, nafasi kwa wastani uwanjani, ambapo ndani yake unakuta kuna uimara wao lakini kuna udhaifu wao. Ni jukumu la benchi la ufundi la Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves na wasaidizi wake pamoja na wachezaji wake kuona namna gani wataweza kukabiliana na hatari zinazoletwa na aina ya uchezaji wa kocha huyu Torup dhidi ya wapinzani wake, lakini kutumia udhaifu wao. Ni kwa sababu gani? Kwenye mechi zile 12 ambazo tunasema wamevuna pointi 23, mabao waliofunga ni 20, lakini wameruhusu mabao 13. Yani wameruhusu wastani wa bao moja katika kila mchezo, lakini bado kuna bao lingine tena la ziada wameliruhusu katika mechi 12, maana wameruhusu mabao 13. Kwa hiyo wanafungika. Ni juu ya timu pinzani kuona namna gani wanatumia fursa za kufunga. Timu pinzani hapa kwa Tanzania yenye maslahi kwetu katika ligi ya mabingwa barani Afrika ni Yanga. Patanufaika vipi na hizo fursa? Lakini kwenye makali yao wakifunga mabao 20
Maana yake ni wafungaji wazuri ingawa sio wakutisha, kwa sababu mechi 12 wangefunga wastani wa mabao mawili kila mchezo, wangekuwa na walau mabao 24. Kwa na mabao 20 maana yake wanafunga bao moja plus kwa mechi. Je, Yanga wafanye nini? Hilo ni jukumu la muhimu sana kwa benchi la ufundi la Yanga, ili mwisho wa siku wapate pointi kwa Al Ahly, maana wanafungika. Ingawa point to note, timu namna zinavyocheza katika ligi kuu huwa wakati mwingine ni tofauti na zinavyocheza katika michuano ya CAF. Hilo la kwanza. La pili, yawezekana kwa sababu Yanga watacheza dhidi ya Al Ahly mwezi wa kwanza, si timu ya kwanza kucheza nayo katika mechi zao 6 wanazopaswa kucheza katika kundi lao la B. Awali watakuja kucheza na Faraba, lakini baadaye Januari huko inatarajiwa kwa ratiba ndipo watakapocheza na Al Ahly kwa Mkapa jijini Dar es Salaam na nyingine kule Cairo nchini Misri. Sasa yawezekana mpaka kufikia kipindi hiko kuna mambo yatabadilika, lakini walau kwa wastani hivi sasa wanavyocheza na kujikuta wakifunga mabao 20 wakiruhusu mabao 13, imewafanya Al Ahly ya kocha Jez Tourib kuwa timu ya 6 kwa kuruhusu mabao mengi katika ligi kuu ya Misri mpaka sasa. Si jambo la kawaida kwa Al Ahly kuruhusu mabao kwa idadi hii. Kumbuka Yanga katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara, kama ni kulinganisha, ingawa huwezi kulinganisha kwa 100%, mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara, ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, Yanga iliruhusu mabao 10 katika mechi 30. Unaweza kaona namna gani wanaruhusu sana mabao. Ni kwa sababu gani? Kwenye cheza yao kwa wastani, ukiangalia kwa mfano mechi iliyopita ya ligi kuu ya Misri iliyoisha bila, wao walicheza zaidi kwa kumiliki mpira, wakimiliki mpira kwa zaidi ya 60%. Wao walifika zaidi kwenye eneo la Al Masry, lakini walikuwa wanafika wakati Al Masry wakiwa wengi. Walipiga mashuti 22, 6 yalenga shabaha, hakuna bao. Wao Al Masry mechi nzima walipiga shuti moja tu katika dakika 53 lililopigwa na Hassan Ali, lilitoka nje, hakukuwa na shuti la kulenga shabaha. Mechi ikaisha kwa suluhu bila, ambayo ilikuwa ni kukamilisha mpango kazi wa Al Masry iliyokuwa imepania walau kupata pointi katika mechi dhidi ya Al Ahly, na ikaipata kwa suluhu hiyo ya bila mpaka mwisho wa mchezo. Ni katika mechi ambayo ukiangalia kocha Tourib alimpanga Mohamed El Shenawi golikipa, namba 2 alimpanga Mohamed Hani, 3 Ahmed Nabil Koka. Yeye tunafahamu ni kiungo, lakini amekuwa akimtumia pia kama beki wa kushoto. Hapa Mohamed Hani, mabeki wa kati Yasin Marey, alafu Yasa Ibrahim mabeki wa kati. Gradisar alionekana kwenye makaratasi akiwa ndio yule mmoja, lakini wachezaji wengine ni Marwan Atia, tunafahamu ni kiungo. Mohamed Trezeguet alikuwa ameanza hapa, ambaye wakati mwingine anatoka anaingia Ashraf Ben Sharki, eneo hilo leo anapishana nafasi. Lakini pia kuna Aliou Dieng, kuna Taher Mohamed, halafu mshambuliaji kinara Zizu mgongoni nambari 25. Mpangilio huo kwenye makaratasi huwa ni tofauti na namna anavyocheza, kwa sababu kwenye kucheza kwa wastani ikawa vipi? Zizu alikuwa juu kama kawaida, kama mshambuliaji kinara anakwenda juu, lakini hawa wengine je, unazungumzia Trezeguet anakwenda juu, Marwan Atia yeye ndo alikuwa anakuja kati kabisa hapa, ingawa anaonekana anatokea pembeni. Taher Mohamed anakuwa juu, Aliou Dieng anakuwa juu ya, ninaposema juu na maanisha juu ya mstari wakati wa uwanja, hawawawi katika eneo lao. Lakini Mohamed Hani beki anakuwa juu, tunafahamu vizuri mgongoni namba 30. Vivyo hivyo kwa Nabil Koka anakuwa juu kwa wastani. Huyu Gradisar anakuwa juu tena mbele pale, ingawa anaonekana yeye ni kama vile mchezaji alikuwa anawalinda mabeki wanne, lakini kwenye kucheza si hivyo. Wanaokuwa wamebaki kwenye eneo lao ni wawili tu mabeki wa kati. Hapa nazungumzia Yasin Marey pamoja na Yasa Ibrahim. Lakini wakicheza hivi Al Masry wao walifanya kinyume chake. Katika mpango kazi wao ulikuwa ni 4-2-3-1, lakini kwenye kucheza waliacha watu wawili tu mbele kwa wastani Al Masry, halafu watu 8 walikuwa wakilinda katika eneo lao. Kwa hiyo walifanya tofauti na Al Ahly. Al Ahly waliacha wawili kwa wastani nyuma ya mstari wakati wa uwanja, 8 wakiwa juu. Al Masry waliacha 8 kabla ya kati ya mstari wa uwanja, wawili walikuwa juu, yani kwenye nusu ya pili ya uwanja, wakiwa na wachezaji wawili kwa wastani. Hizi tunazungumzia average position. Matokeo yake mechi ilisha bila kama nilivyotoka kueleza. Walipocheza dhidi ya Pyramids wakafungwa 2-0. Pyramids ya kina Fisto Kalala Mayele walicheza kwa mtindo huu kwamba walau walifanyaje? Al Ahly juu waliacha wachezaji 5, katikati waliacha wachezaji 3, yes 3, halafu wawili tu wakabaki nyuma ambao ni mabeki wa kati. Wao
Pyramids nini walifanya? Waliacha juu wachezaji watatu ambao walikuwa ni Ahmed Atef alikuwa pamoja na Walid El Karti, halafu na mshambuliaji kinara Fisto Kalala Mayele mgongoni namba 9. Waliacha wachezaji watatu. Pyramids wachezaji waliobaki wote 7 walikuwa nyuma kwenye eneo lao. Wao Al Ahly kama nilivyotoka kueleza, juu kwa wastani waliacha wachezaji 5, katikati 3, 2 nyuma. Matokeo yake hii mechi walipigwa 2-0 katika mechi ambayo walimiliki zaidi mpira. Walimiliki mpira kwa asilimia 62. Pyramids walimiliki mpira kwa asilimia 38 tu, lakini Al Ahly wakapiga mashuti 10, 3 on target. Pyramids walipiga mashuti 12, 5 on target, wakashinda 2-0. Hapa natoa mifano tu. Kuna mechi dhidi ya Petrojet. Walimaliza hiyo dhidi ya Petrojet 1-1, mpangilio ndio huo. Kuna mechi walicheza dhidi ya Etihad, walishinda 2-1, lakini mpangilio ni huu. Wanakuwa na wachezaji wengi juu. Matokeo yake ni nini? Wanaruhusu sana mabao pindi timu pinzani inapofanya counter attack, mipira ya kujibu kwa kupiga mipira mirefu nyuma yao, ni fursa ya kutengeneza mabao. Wamekuwa kiruhusu mabao kwa mtindo huu, njia ya kwanza. Kwa hiyo counter attack, Yanga wanaweza kujipanga kwa kucheza counter pindi watakapocheza na Al Ahly, hasa kwa kutambua kwamba Yanga wanao wachezaji wenye uwezo mkubwa kuwa na mali mguuni, lakini wenye kasi. Hapa nazungumzia Peodo Pacome Zouzoua, nazungumzia Celestine Ekwa, nazungumzia Ofen Chikola, Lassine Kouma, Mudathir Abbas, Mohamed Momo Dumbia, lakini pia Prince Upumelo Dube, Clement Mzize Walid. Wote hawa wanapokuwa katika nusu ya pili ya uwanja wakitekeleza jukumu lao la kushambulia, ni wazuri pindi wanapokuwa kwenye kiwango chao katika siku husika na kuweza kuleta madhara. Wapo wengine wengi nimetaja tu kwa mfano. Wanaweza kawa na vizia kujaribu kutafuta fursa, kwa sababu zinapatikana, ingawa ni kwa shida, kwa kuwa wao muda mwingi wanakufanya muwe busy katika kuzuia. Hata wachezaji wenu wa ubunifu wanajikuta katika jukumu la kucheza kama Ibrabaka, kucheza kama Dickson Jobu, kucheza kama Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa kuwa wao wanakuwa wengi zaidi kwenye eneo lenu na wanapiga pasi nyingi. Ingawa mkifunga vizuri, huwa nafasi za wazi za kufunga wanazikosa, lakini nyinyi mnakuwa na fursa ya kuweza kuwafunga kwa mipira ya kujibu kama nilivyotoka kueleza. Njia ya pili wanaruhusu mabao ni mipira ya kutenga, set pieces. Si wazuri, wamedhihirisha kwamba si wazuri katika kucheza mipira ya kutenga. Nimejaribu kugusa tu hizi walau 2, lakini hatari yao iko wapi? Ndio hilo natoka kueleza. Azitimu wanakuwa wengi sana, ni wazuri katika kucheza mipira ya pili, second balls. Yani Zizu ambaye anaonekana mshambuliaji kinara mgongoni nambari 25, lakini kwa kucheza wakati mwingine hutokea pembeni kulia. Wakati huyu anaonekana kulia, kina Tahir Mohamed au Magdi Afsha wanakuwa wameingia ndani, halafu yeye anatokea huko akiingia ndani. Lakini hatari nyingine walionayo ni kupitia hawa nilotoka kueleza. Trezeguet, mbali na mfumo wa timu katika kucheza, Trezeguet au Ashraf Ben Shaki. Huyu Ben Shaki ni nambari 17, lakini kuna Zizu mwenyewe nambari 25. Wao huwa ndio chanzo cha matatizo, kwa sababu ana kasi sana. Ile namna anayocheza Imam Ashur ambaye alikuwa majeruhi, hivi karibuni amerejea, huenda kufikia katika mechi hiyo dhidi ya Yanga Januari atakuwa fit. Staili ya cheza yake ambayo tunaifahamu, kasi, kushambulia zaidi kutokea pembeni na kuingia ndani, ndio anaifanya Zizu, ndio anaifanya Ben Shaki, ndio anaifanya Trezeguet. Magdi Afsha anafahamika akiwepo uwanjani, madhara yake ni makubwa kwa staili hiyo. Sasa wanachokifanya, anapokwenda kufanya shinikizo, wakati nyinyi mnajaribu kuanzisha mipira, lakini wakati mwingine wanaposhambulia wao kwa kasi, wanakuja wengi kweli kweli, kwa idadi kuanzia 5 kwenda juu mpaka 8 kama nilivyotoka kueleza hapa. Na matokeo yake mnaweza mkaokoa mipira, ile mipira ya pili wanaitumia katika kufunga. Na ndio maana wanakuwa hatari. Ukijichanganya unapiga nyingi. Ukijipanga vizuri, ukawa na subira katika kuzuia, wachezaji wakacheza kwa nidhamu katika kuhakikisha wanakuwa na idadi kubwa kwenye eneo lao kukabiliana na idadi kubwa yao katika kushambulia, inawawia vigumu katika kuweka mipira wavuni. Ndio maana wana sare 5 katika mechi 12, sare 5, lakini wana kipigo kimoja kile walichokipata dhidi ya Pyramids 2-0 dakika 90. Cheza yao wakiwa wengi haijawalipa, kwa sababu Pyramids walikuwa wanajipanga wakiwa na idadi ya kutosha. Mbele wana kina Mayele, kina Atef, kina Walid El Karti, walio wazuri katika kutumia hizo fursa walizokuwa wakizipata kwenye mashambulizi ya kujibu. Sasa benchi la ufundi la Yanga ni jukumu lake kujua tabia hizi, ili mwisho wa siku watapokwenda kucheza na Al Ahly wajue juu ya uimara wao, hasa katika namna wanavyoshambulia. Eneo lingine hatari kwao ni mipira ya kutenga pia, ambayo huwadhuru mipira ya kutenga, lakini pia na wao huwadhuru watu kwa mipira ya kutenga. Kwenye mabao 20 waliofunga,
7 yametokana na mipira ya vichwa ambayo inatokana na mipira hiyo ya kutenga na mingine crosses za kawaida. 7 kati ya mabao 20 ni magoli ya vichwa. Lakini ndani yake kuna mabao 3 ya mikwaju ya penalty. Wamepiga penalty 4, wamepata penalty 3. Kwa hiyo ukichukua penalty 3 kazitoa kati ya mabao 20 nabaki mabao 17. Kwa mabao 17 yasiokuwa ya penalty, 7 ni ya mipira ya vichwa. Kwa unaweza ukaona. Lakini sio hilo tu. Wanafika sana kwenye eneo la mwisho kama nilivyotoka kueleza. Hiyo mechi dhidi ya Al Masry waliingia kwenye box la Al Masry mara 39. Halafu Al Masry waliingia kwenye box la Al Ahli mara 3 tu. Jumbe unaopatikana hapa ni kwamba Yanga wachezaji watakopata nafasi ya kucheza katika mechi hizo dhidi ya Al Ahli kuhakikisha kwenye nafasi chache wanazoingia kwenye box basi wazitumie vizuri. Lakini ujumbe mwingine ni kwamba Yanga wajiandae kisaikolojia. Al Ahli hii inajilipua sana kwa kuja na wachezaji wengi kama nilivyotoka kueleza, tena kwa kasi. Kwa hiyo wanaingia mara nyingi. Muhimu ni kuona kama kuna uwezo wa kuwazuia asiingie mara nyingi, that's good. Kwa namna gani? Dawa moto ni moto, kwamba wao wanakuja na wachezaji wengi na nyinyi pangeni wengi ili mwisho wa siku beto iwe katikati. Hiyo ni njia mojawapo, japo ni kujilipua. Lakini la pili ni kuhakikisha kuabsorb hayo mashambulizi yao kama walivyofanya Al Masry, kama walivyofanya Pyramids, kwamba njooni, lakini wanapokuja kuhakikisha hawawi kwenye maeneo hatarishi ya kuweza kufunga, kama eneo letu tunasema zone 14 mbele ya kiumbili cha D katika eneo la kati kuelekea lango la mpinzani. Hapa tunazungumzia kwenye lango la Yanga. Lakini mbinu nyingine ni kujaribu kuwa provoke pale panapowezekana, lakini kwa kuhakikisha hizo provocations huko kuwachokoza kusio kwa kupata kadi. Ni kwa sababu gani? Hivi karibuni wamekuwa wakipata kadi nyekundu sana. Mechi walizocheza, mechi nyepesi kabisa dhidi ya Igonoa ambayo kwenye makaratasi uliona Al Ahli ni mechi nyepesi kwa ukubwa wao dhidi ya Igonoa ambayo haipo hata katika orodha ya klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa viwango vya CAF. Mabingwa wa Burundi walipocheza pale Burundi walishinda 1-0. Walipocheza Misri, Al Ahli walishinda 1-0, lakini hiyo mechi hawakumaliza kamili. Walitolewa kadi nyekundu. Walimaliza pungufu. Mechi dhidi ya Al Ittihad hawakumaliza kamili. Walilimwa kadi nyekundu. Lakini kuna mechi dhidi ya Falco walimaliza pungufu, ambapo Mohamed Hani alitolewa kwa kadi nyekundu kwa sababu ya kujibishana na mwamuzi. Mechi nyingine na Bilkoka alipewa kadi nyekundu. Sasa kwa aina hiyo ya rekodi za kuwa wanapata kadi nyekundu, Yanga watajua wao benchi la ufundi unafanyaje ili mpinzani awe provoked bila wewe kujikuta ukiadhibiwa, kwa sababu kwa kufanya hivyo unaweza kujikuta unacheza na Al Ahli iliyo pungufu kwa sababu ya hizo small details juu ya tabia yao ya kupata kadi nyekundu, ambayo kimsingi inachangiwa pia na saikolojia kwamba wao wanamiliki zaidi mpira, kwamba wanakuwa zaidi katika eneo lenu, halafu fursa za kufunga zinawasumbua kisaikolojia. Pengine inachangia baadhi ya wachezaji kuwa na uchovu ule, sio tu wa kimwili lakini uchovu wa kiakili, mental fatigue, kwa kuwa wanamiliki mpira lakini hawapati nafasi wazi za kufunga endapo mnazuia vizuri. Hiyo nayo njia mojawapo ya kuwa provoke. Mengineo benchi la ufundi ni juu yao kufanyia kazi ripoti za ma-analyst ndani ya timu. Ma-analyst wafanye kazi yao vizuri na zifanyiwe kazi, zisichukuliwe poa, kwa sababu zinaweza kusaidia matokeo. Kwa sababu tuliona mechi dhidi ya Silver Strikers ya ugenini, mchezaji wao nyota, kiungo bora katika ligi kuu ya Malawi, Uchizi Vunga, alikuwa gumzo, kila mtu anajua juu ya madhara yake. Yeye amekuwa ni good performer katika ligi kuu ya Malawi. Alimaliza ligi kuu ya Malawi akiwa amefunga mabao 4, assist 10, ndiye linchpin. Wanamtegemea Silver Strikers eneo la kati. Wengi tulizungumza hata kupitia jukwaa la Mbwaduke Star, tulizungumza juu ya Uchizi Vunga akikamatwa yeye kuna kuwa na madhara makubwa kwa Silver Strikers katika ujenzi wao wa mashambulizi eneo la kati. Ndiye mchezaji nyota na muhimu katika timu yao. Lakini walipocheza na Yanga kule Malawi kwenye uwanja wa Bingu, hakukuwa na uangalizi maalum juu ya Uchizi Vunga, mgongoni nambari 22, nywele za bleach. Ni kwa sababu ama taarifa za analyst hazikufanywa kazi vizuri, zilichukuliwa poa, na pengine ndio imemgharimu kocha Romain Folz. Au ripoti pia ikuonyesha madhara ya Uchizi Vunga akachukuliwa poa. Matokeo yake Yanga ilipoteza katika mechi ya bao 1-0 ambalo lilipikwa na Uchizi Vunga. Lakini sio tu bao hilo, mechi nzima eneo la kati alilikamata Uchizi Vunga. Sasa Yanga kuelekea hatua ya makundi ni muhimu sana kufanyia kazi ripoti za ma-analyst wao kuelekea mchezo husika. Najua wanajua, na ndio maana wamekuwa na mafanikio katika kipindi kirefu hivi karibuni katika michuano ya CAF, lakini pia katika ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu hiyo kuelekea mechi hizi small details ni muhimu kupata matokeo ambayo mwisho wa siku yalete furaha kwa wana Yanga, yalete furaha kwa Tanzania. Ni kundi gumu
lakini inawezekana, na hasa kwa kuangalia hizi small details za timu pinzani kama wababe hawa Al Ahly, kujua uimara wao ili kupunguza madhara, lakini pia kujua udhaifu wao ili kutumia kupata mabao. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.